Kwanza ni washukuru kwa kuja na kupata maoni yangu kuhusiana na mustakabali wa soka letu la Tanzania. Unajua mpira wa Tanzania kwa miaka mingi umeendeshwa kihuni sana. Na serikali ilikuwa haijajua kwamba kwenye mpira kwanza mpira una influence kubwa sana katika nchi. Lakini kwa miongo mingi sana serikali imekuwa kama imejitoa kwenye mpira na kuachia watu wahuni tu waendeshe ule mpira. Sasa ndo wameanza kushtuka kwamba kumbe mpira wetu unahitaji kulindwa, mpira wetu unahitaji kusimamiwa na kutoa maelekezo kama serikali ili tuweze kufikia malengo kama mataifa mengine ambayo yamefikia malengo. Kwa sababu unapotengeneza soka lako la Tanzania, hususan timu mbili hizi kubwa za Simba na Yanga, ukazijenga kwenye misingi ya kuheshimu taratibu, sheria na miko ya mpira, maana unakuwa unatengeneza timu ya taifa nzuri, kuanzia kwenye vijana mpaka timu ya taifa ya wakubwa. Lakini ukiuterekeza huu mpira na ukaziona Simba na Yanga kama ni watu wa kupita tu, ambao wanaweza kujiendesha wenyewe bila kuelekezwa, maana ni kwamba tutakuwa tunaharibu mpira wetu. Watu wote katika nchi hii tuna dini mbili tu kubwa ambazo ni Simba na Yanga. Kuwa katika dini hizo haimaanishi kuvunja sheria. Lakini jambo kubwa sana ambalo mimi nimeliona, tatizo kubwa liko TFF. Liko TFF kwa sababu wanaoendesha mpira wa nchi yetu ndio wana entertain makundi, uvunjifu wa sheria kwenye mpira, na mpira uonekane kwamba ni sehemu ya wahuni, wakati mpira ni kati ya michezo ambayo ina nguvu sana duniani na nguvu sana ulimwenguni. TFF pale nashauri serikali ingepaangalia kwa jicho la pekee pale TFF. TFF ni sehemu ya vyama vya michezo ambavyo viko chini ya Baraza la Michezo la Taifa. Mwenyekiti wake ni Leodegar Chiratenga ambaye aliwahi kuwa mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, Pan Africa na hata Yanga. Leodegar Chiratenga ndiye muasisi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, TFF. Kwa maana hiyo tunaweza tukamuita kwamba Leodegar Chiratenga ndiyo baba wa misingi bora ya mpira wa Tanzania. Asijiweke pembeni. Nilichokigundua ni kwamba Leodegar Chiratenga, mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Michezo, amejiweka pembeni, jambo ambalo ni baya sana. Wanaendesha mpira pale TFF kana kwamba TFF hakuna chombo kinachoisimamia. Chombo kikubwa cha serikali kinachoisimamia TFF na vyama vingine vyote vya mpira, vya michezo, sio vya michezo, ni Baraza la Michezo la Taifa. Wakiona uongozi wa TFF unayumba, kuna migogoro, kuna kutoelewana, Baraza la Michezo la Taifa wana wajibu kikatiba na kisheria kuwaita TFF na hao wanaogombana nao na kuwakalisha kikao na kuambia bana, msifanye 1, 2, 3 kuokoa mpira wetu wa Tanzania. Chama cha ngumi kipo chini ya Baraza la Michezo la Taifa. Netball, Baraza la Michezo la Taifa. Volleyball, Baraza la Michezo la Taifa. Soka ambao mpira wa miguu Tanzania, TFF, Baraza la Michezo la Taifa. Vyote hivyo vinasimamiwa na Baraza la Michezo la Taifa chini ya Leodegar Chiratenga. Lakini ukienda mbali zaidi, ukitoka hapo kwenye Baraza la Michezo la Taifa, unakwenda kwenye Wizara ya Michezo na Utamaduni. Pale ndani kuna mkurugenzi anayehusika na michezo, Ali Mayai Tembele. Wote hao wamecheza mpira kwa ngazi kubwa kabisa za kimataifa na kitaifa. Sasa wizara, Ali Mayai kama mshauri mkuu, sehemu ya washauri wa Wizara ya Michezo na Utamaduni, anapaswa
kwa sababu yeye kacheza mpira. Wale viongozi wake walio wengi pale kwenye Wizara ya Michezo kama sikosei, wengi hawajacheza mpira kwenye ngazi aliyofikia Ali Mayai na Leo Gatenga. Kwa hiyo wale wangeweza kuwashauri viongozi wao wa wizara namna ya kudili na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, kwa sababu wao wanao huo uwezo na wanao uelewa mpana wa michezo. Sasa unakuta TFF inajiendeshea, yani wao wanajiendesha wenyewe, utadhani hakuna anayewasimamia. Ni jambo la ajabu sana. Haiwezekani shirikisho la mpira wa Tanzania lenyewe ndio liwe juu ya sheria. Kuna wizara, kuna baraza, kuna vyama vya michezo TFF ikiwemo. Kwa lazima waheshimu tu misingi na taratibu, kwamba kama Wallace Karia na uongozi wake inaonekana wanakwenda nje ya misingi ya mpira wetu, mnawaita, mnawaambia no, tunataka tuende huko. Sasa nimemsikiliza mchambuzi Bini Kazumari. Nadhani mnanielewa nikisema hivyo. Bini Kazumari mnamuelewa? Mchambuzi wa mpira ni nani? Jemedari Saidi. Nimemsikia anawashauri TFF kwamba wapange ratiba ya dabi hii ya tarehe 15. Na TFF pia kweli wameitikia wito, wametoa ratiba kweli kabisa. Mimi nadhani tusiangalie upande mmoja. Simba walitoa malalamiko yao kwamba hatuwezi kuingiza timu uwanjani kwa sababu tumezuiwa na makomando wa Yanga kuingia ndani ya uwanja wa Taifa siku moja kabla ya dabi. Wakasema hatutocheza na ikiwezekana tutajitoa kwenye ligi ya Tanzania bara. Walisema hivyo Simba. TFF wakawasikiliza Simba, wakatoa taarifa yao rasmi, kwa sababu wasingetoa ile taarifa Simba angenyang'anywa pointi na angeshusha daraja. Wakakimbia haraka kwenda kutoa taarifa hata isiyo rasmi kabisa. Mtu amekaa tu chumbani kwake anampigia pale secretary pale, wewe bwana, hebu tangaza kwamba mechi ya Simba na Yanga TFF bodi ya ligi tumeahirisha. Mtu kakaa tu huko anakwenda kutoa taarifa ya ajabu. Haya, kama wana michezo tuliona ni jambo limeisha. Lakini sasa Rais Wallace Karia alikuja kutoa kauli ambayo ni tata sana kuhusiana na Yanga. Waliahirisha ule mchezo kwa maombi ya Simba, tena sio rasmi. Ukisoma ule waraka wa Simba ama barua ya Simba walioeleza sababu za kutoshiriki hiyo mechi, ina utata sana. Walikosea tarehe, walikosea spellings, ilikuwa na makosa mengi ile barua ya Simba. Lakini TFF pamoja na makosa yale ya barua ile iliyokuwa content ndani ya barua ya Simba ilikuwa poor, very very poor. Lakini TFF hawakuiangalia. Haya, wakasema tumeahirisha huo mpira. Yanga wanaamini kwamba hakukuwa na sababu ya kuahirisha ule mchezo. Yanga wakapeleka timu uwanjani, pamoja na kwamba TFF walishaahirisha. Wakapeleka timu uwanjani, walitimiza wajibu wao. Leo na Yanga walitoa taarifa siku nyingi kwamba sisi hatuwezi kushiriki hiyo mechi. Tunachohitaji ni pointi 3. Na wamekwenda mbali zaidi, wamekwenda kasi imewarejesha TFF kwenye kamati ya maadili kama sikosei, kwamba mnaweza mkamalizana na hao. Yanga wamekwenda mbali zaidi, kama sikosei wameshakwenda FIFA. Wewe unatoa ratiba wakati bado hili sakata lipo. Na nakumbuka Kabudi, waziri wa michezo, aliziita hizi timu na wadau wote. Wamefikia wapi? Serikali imewaita wale watu na TFF imefikia wapi? Sasa Yanga wametoa taarifa rasmi kwamba hawatoshiriki hiyo dabi.
Maybe labda wakutane kwenye CRDB final, Simba na Yanga watacheza, lakini sio dabi hiyo, hawezi kucheza. Na labda nitumie nafasi hii mimi kama mdau wa mpira, lakini pia shabiki kindakindaki wa Yanga. Maana mimi siwezi kujificha. Mimi watu wa Simba rafiki zangu wote wako Simba kule, wanajua mimi ni Yanga na siwezi kujificha. Mimi ni mwananchi kabisa. Ndala, gongo wazi, yani sisi. Umeelewa bwana? Ninawaunga mkono viongozi wangu wa Yanga 100%. Nawaunga mkono. Engineer Harris Saidi na ndugu yangu Arafat, na waunga mkono 100% viongozi wangu wa Yanga kutopeleka timu uwanjani mpaka taratibu na haki za mpira wa Tanzania zitakapotazamwa. Naunga mkono. Mimi kama Cyprian Majura Msiba, mwanachama wa Yanga Afrika, naunga mkono kauli na maelekezo ya viongozi wetu wa Yanga kwamba hatupeleki timu uwanjani tarehe 15. Na Simba wakitaka wapeleke timu wakacheze na TFF na wachambuzi wao wa mpira. Yaani Jemedari Saidi watengeneze timu na TFF wakacheze hiyo mechi na Simba, ndio iwe dabi. Sisi Yanga tumeshamaliza hiyo dabi, tunasubiri dabi ya CRDB kama wataingiza timu hapo tujue cha kufanya. Lakini lazima tuheshimu mpira wa dunia. Mpira ni mali ya dunia, ni mali ya Afrika, ni mali ya Tanzania. Lazima tuheshimu mpira. Mpira sio uhuni tu. Yaani ndani ya mpira huko kuna wahuni tu wanakwenda pale wanafanya uhuni. Wakati leo Digatenga ni rais wa TFF kama muasisi wa hilo shirikisho, hatukuwahi kuona mambo ya ajabu kama haya yanayofanyika pale TFF. Na mimi naamini leo Digachira Tenga amepelekwa pale baraza la michezo la taifa. Serikali iliona kwamba anaweza akamsaidia Wallace Karia na Wilfred Kidau kama katibu wa TFF na kamati hizo za TFF pale na bodi ya ligi, namna nzuri ya kuendesha mpira wa Tanzania, akiwemo Simba, akiwemo Yanga. Kwa mimi nitegemea kwamba wangeendelea Mheshimiwa Rais wetu kuna kitu anakiita alikileta kinaitwa Foara. Ndani ya Foara kulikuwa na kitu kinaitwa, kama sikusema, ridhiano. Kilikuwemo kitu ambacho angefanya Simba, Yanga na TFF na serikali ni maridhiano tu na kukubaliana. Unaita kikao, mnajadiliana, way forward tunaweza kufanya nini. Maisha yanaendelea ya mpira. Siku ile niliwaambia mimi waandishi wa habari, nikawaambia Karia na jopo lake ameshindwa kujua kwamba kuna mashabiki nikiwemo mimi ambaye pia nilienda ni hapo, yani tumepoteza fedha nyingi. Mimi nina banda umiza, maana mimi maisha yangu ni ya banda umiza, na mimi natafuta hela bwana. Simba kicheza na Yanga, sisi wenye mabanda umiza tunapata hela. Nimekwenda kodi viti vya 200,000 unaweza niona hapa mwenzenu, ili watoto wangu wapate kula. Mara anashtukia tu TFF ameshaibuka, mechi imeahirishwa. Watu bado hawaamini, wako kwenye banda umiza langu pale. Haiwezekani, mechi ipo. Paka leo mimi anayenidai viti nazima simu. Kila akipiga mimi nazima simu. Sasa yani Karia ameshindwa kujua kwamba kiuchumi ameharibia Watanzania wengi sana kiuchumi. Wakiwemo wa Simba wanaonitazama sasa, wakiwemo wa Yanga wanaonitazama sasa. Wako watu, wako Marekani, wako Uganda, wako Rwanda, wako Burundi, South Africa, walikuwa wanasubiri kuangalia hiyo mechi. Karia hajawahi kuzungumzia kuwaomba radhi mashabiki wa mpira, hajawahi. Yani angeweza kuomba radhi mashabiki wa Yanga na Simba, kwa sababu hata kama mimi hapa naongea ni Yanga, lakini maumivu niliyoyapata ndio hayo hata wa Simba aliyapata. Kwa sababu kwenye wafanyabiashara kama ni mabanda umiza, wa Yanga sisi tupo ambao tuna mabanda umiza, na wa Simba nao wako kwenye mabanda umiza. Wote tuliingia hasara. Lakini Karia na Mguto, bodi ya ligi, wanawadharau sana mashabiki wa mpira katika nchi hii. Kwa nini wasingeomba radhi kwamba tulifanya 1 2 3, wakaomba radhi mashabiki? Lakini Karia anakuja na kauli ya ajabu sana kutukejeli sisi Yanga.
Baada ya kuzungumza kama kiongozi, unajua kiongozi, unapokuwa kiongozi kwenye ngazi ya kisiasa, kwenye ngazi ya kimpira, busara lazima ikuongoze. Unapokuwa kiongozi wa TFF, mpira ndio kila kitu katika nchi hii. Una mashabiki wengi sana kuliko kitu chochote. Unapokuwa Simba, unapokuwa Yanga, wewe ni kiongozi. Cha kwanza ujue kwamba wale wa Simba wana haki yao ya msingi, wa Yanga wana haki yao ya msingi. Unapotaka kufanya maamuzi, ni heri ukawaita watu wote, mkazungumza kama raia, kama Watanzania, kama wanamichezo, kama wadau wa mpira. Unawauliza watu wa Yanga na Simba, mnataka tufanye nini kwenye mchezo wa dabi? Simba wako hapa, Yanga wako hapa, ikiwezekana na serikali iko pale. Lakini Karia anakuja kuizungumza Yanga kana kwamba Yanga ndio wenye makosa makubwa. Ukifuatilia, wanao haribu mpira wa nchi hii ni viongozi wa mpira wenyewe. Ni viongozi wa mpira wenyewe. Na kwa sababu ukienda pale TFF utakuta kuna watu wa Yanga, kwenye kamati hiyo ya ligi mashindano utakuta kuna watu wa Simba. TFF yenyewe uongozi wa juu utakuta kuna watu wa Yanga. TFF hiyo utakuta kuna watu wa Simba. Kwa hiyo wanapofanya maamuzi yao ya mchongo, wanaangalia maslahi ya Simba, yuko anaangalia maslahi ya Yanga. Hauwezi kuendesha mpira kwa staili hiyo. Na ikiingia wizara ya michezo, pale napo unakuta kuna maslahi ya Yanga, kuna maslahi ya Simba. Matokeo yake wizara inashindwa kufanya maamuzi ya msingi kwa maslahi ya mpira wa Tanzania, kwa sababu atawaumiza watu wa Simba, anaogopa kuwaumiza watu wa Yanga. Hauwezi kuendesha mpira kwa staili hiyo. Kiongozi inapofikia utoe maamuzi, kama hayo maamuzi yanalenga kujenga, yanalenga kuleta maslahi ya mpira wetu, usiangalie wewe ni Yanga, wewe ni Simba. Fanya maamuzi bila kutazama kwamba wewe ni Yanga, wewe ni Simba. Tutaokoa mpira wetu. Lakini watu wanaleta maamuzi, yani utafikiri kwamba wanaamka tu nyumbani kwake huko, ameshakula maharage huko na ubwabwa, anakuja kutangaza vitu vya ajabu tu. Kwa hiyo mimi na declare interest, mimi ni Yanga, na naomba wana Yanga wenzangu wote Tanzania nzima tuungane kwa hili. Tuwaunge mkono viongozi wetu wa klabu ya Yanga, Engineer Hersi Saidi na ndugu yangu Arafat. Maamuzi walio pamoja na kamati na kamati ile ya Yanga ile, ndio tunaita kamati kuu, kamati ya utendaji ile ya Yanga. Tuunge mkono kamati ya utendaji ya Yanga, tumuunge mkono rais wetu Engineer Saidi, Arafat na mfadhili wetu GSM. Lazima tuwaunge mkono na tuwaombee kweli kweli. Hii vita hii sio vita ya Engineer Hersi, Arafat wala GSM, ni vita ya wanayanga wote. Hii vita hii sio vita ya kawaida, hii ni vita, hii ni kama ya Nduliamini na Mwalimu Nyerere. Hii vita hii ya TFF na Yanga hii ni kama ya Nduliamini na Nyerere. Na watu wa Yanga tusikubali kufanya mambo ya ajabu bwana. Sisi msimamo wetu ni kwamba hatupeleki timu. Na tunaomba serikali mtuelewe sisi watu wa Yanga. Maana kuna watu wanasiasa pale watamfuata Engineer Hersi pale. Wewe unataka ubunge bwana. Ingiza timu bwana. Na mimi namuomba Engineer Hersi, msimamo uwe huo. Arafat, msimamo uwe huo. Hatupeleki timu. Watupe pointi 3 na magoli 2. Hatuwezi kuendesha mpira kiuni tu kwamba kwa sababu kuna mtu yeye yuko karibu na waamuzi wale. Tumeangalia kwenye mitandao ya kijamii, kuna waamuzi wa mpira, kuna vitu vimerushwa. Mtu ana kadi katika hizi klabu kubwa 2, ni muamuzi wa mpira, ana kadi ya moja ya timu kubwa za Tanzania,
kadi ya wanachama, alafu kamati ya mashindano ya TFF inampanga kwenye moja ya mechi ya hizo timu kubwa. Na mimi labda niulize, mbona michezo ya Yanga hatuonagi wanapangwa wanawake? Huwa wanapangwa wanaume tu mechi karibu zote. Lakini kwenye mechi ya Simba yoyote ile utakuta mwanamke yupo. Kama ile mechi ya Simba ile ambayo Simba ameshinda kwa mbinde ile na Mashujaa. Yule dada yule alikuwa anamnong'oneza nini pale Kapombe yule mwamuzi? Ameziba mdomo kabisa hivi. Kapombe kainama hapo. Wewe kiingia 18 dondoka tu. Kidondoka mimi naangusha yai hapo. Ndio kilichofanyika. Penalty gani ile? Ile penalty hata angeona brata au huyo Infantino angeshangaa. Kapombe hakuguswa penalty. Unatoa penalty za ajabu ajabu kwenye mpira, alafu wanatudanganya eti ligi ni ligi namba 5 si namba 6 duniani. Unajua Azam, acheni kudanganya watu. Alafu nyinyi wachambuzi, acheni kudanganya watu bana. Tanzania tuko popote. Nyinyi tuambieni hivi, ubora wa ligi ya Tanzania ni kuonyeshwa live Azam, lakini sio mpira. Kwamba sisi Afrika nzima ligi yetu ya Tanzania inaonyeshwa live, imechukua namba 6 kuonyesha live hiyo ligi yetu. Lakini sio kwamba eti ni ligi bora kuizidi South Africa. Never never never. Kwamba ligi yetu izidi South Africa. Ligi yetu izidi Tunisia. Si izidi nini? Acheni. Na wachambuzi nakwambia watakazia. Ligi yetu nakwambia namba 6. Si kuna nini? Acheni hizo mambo. Hii ni ligi bora kwa kuonyeshwa live, sio kwa ajili ya mpira. Kwa hiyo mimi, watu wa Simba naomba mnisamee. Na mnanijua kwa sababu mlio wengi mnanijua. Kwa mimi ni Yanga kweli. Ni marafiki zangu tunashinda pale Msimbazi pale. Mnanijua. Sasa hivi angalau tunaanza kuwa watu wazima na nyinyi mnakuwa watu wazima, rafiki zangu. Tunafahamiana, lakini mimi naongea ukweli. Hizi klabu zetu mbili, Simba na Yanga, ndizo zinazotuvurugia mpira huu. Na kwa sababu wanasiasa wote wako huko, nikiwemo hata mimi. Maana mimi naongea hapa na mimi naipenda Yanga ndio. Lakini mimi nikiwa kiongozi siwezi kutoa maamuzi kwa sababu ni Yanga. No. Kama Yanga wameharibu na watandika hapo hapo, na nawaambia, na hata siwezi kuvaa miwani. Yanga nimewapa adhabu kwa sababu mmeharibu. Lakini kuwa Yanga alafu eti Yanga anaharibu unamwacha tu. We ni Simba alafu Simba anaharibu unamwacha tu kwa sababu we ni Simba. Sasa unajenga nini sasa? Basi ligi ya Tanzania kuwe na timu mbili tu, Simba na Yanga, tuone. Wabadilishane wao tu, huyu anakuwa bingwa, kesho anawakilisha huyu. Hivi uliwahi kuona wapi ligi bora? Bingwa ni Yanga mara 4, bingwa ni Simba mara 4. Bingwa ni Yanga mara 4, bingwa ni Simba mara 3. Alafu ndio ligi bora hiyo. Ligi bora Mashujaa anakuwa bingwa wa ligi hiyo. Ligi bora Pamba ya Mwanza anakuwa bingwa. Hiyo ndio ligi bora. Ligi bora Dodoma Jiji anakuwa bingwa. Waamuzi wa Tanzania akiwa anacheza Simba au Yanga, na bahati mbaya Simba akawahi kufungwa goli, natoa mfano, sio kwamba namaanisha, natoa mfano. Yaani muamuzi mwenyewe roho inamuuma. Sasa Simba naye amekubalije kufungwa goli haraka hivi? Au Yanga amekubalije kufungwa goli haraka hivi? Atatumia mbinu zozote Simba au Yanga apate goli na yeye, asawazishe. Alafu mnaita ligi bora hiyo. Kweli? Acheni mambo yenu bwana. Na nyinyi wachambuzi, acheni kudanganya wananchi kwa sababu tu nyinyi mpo kwenye ma-TV humo. Mnadanganya sana watu. Mimi binafsi nitaipokea kishingo upande. Mimi nitaipokea vipi? Mwanaume halisi ni yule anayesimamia anachokiamini. Sifa ya mwanaume na kiongozi maridadi na kiongozi mahiri ni yule anayesimamia anachokiamini. TFF hawana uwezo wa kuishusha Yanga daraja. Hawana uwezo huo. Hawana uwezo wa kuishusha Yanga daraja. TFF hawana. Kabla Karia hajaishusha Yanga daraja anaondoka yeye pale TFF. Hana uwezo huo. Unashusha Yanga daraja, unacheza na Yanga wewe.
Au Yanga mnafikiri ni timu ya ajabu ajabu tu? Yanga ndio baba wa mpira. Yanga ndio timu ya kwanza kuzaliwa katika nchi hii. Ndio timu ya kwanza kuzaliwa. Sio kama unanijua. Amezaliwa Yanga, akaja kuzaliwa Simba. Alafu leo huyo ambaye ndo kaanza kuzaliwa umuue, uache huyu mdogo wake. Ndio maana nasema unapokuwa kiongozi tumia busara tu. Simba na Yanga ni matimu haya ya watu. Yana interest za watu. Nimekutolea mfano pale, kuna kitu kinaitwa maridhiano tu. Hata mama yetu aliwahi anaizungumza sana hiyo. Karia angeweza kuwaita Yanga na Simba. Kwanza yeye kama yeye. Angeshindwa akawaita serikali wakakaa hapo. Tena ingewezekana basi hiyo mechi wawape Simba pointi moja, wawape Yanga pointi moja. Lakini kusema mtainyang'anya Yanga pointi zile daraja, sahau ndugu yangu, sahau. Hauwezi ukaishusha Yanga daraja mguto, huna uwezo huo. Wala Karia hana. Ila mimi kwa kuwashauri Simba apewe pointi moja, Yanga kwa sababu tumeshavurunda. Tumeshavurunda. Yaani TFF na bodi ya ligi wamevurunda to the maximum. Kwa hiyo hili kuweka mambo sawa, Yanga pointi moja, Simba pointi moja. Biashara imeisha. Unafungia hapo. Tukutane kwenye CRDB. Lakini ukisema eti tarehe 15 Yanga asipeleke timu eti sisi tufanyeje, tunyang'anye, nyinyi chukueni mapointi yenu, lakini mtaona kitakachotokea. Yanga tuna matawi karibu 50 katika nchi hii. Yanga tupo kwenye ngazi ya huko chini, huko tupo huko kama Yanga. Hata Simba wako huko, najua wako. Lakini ukitaka kubalance mambo, wangetoa pointi moja kwa Yanga, pointi moja kwa Simba, goli moja kwa Yanga, goli moja kwa Simba. Biashara imeisha, tuendelee mbele, tusahau hayo, tusubiri msimu ujao. Lakini bodi ya ligi wanang'ang'ania kana kwamba Yanga sisi ndo tuna matatizo. Haiwezekani. Kwamba Simba hana shida. Yaani Simba amelalamika umemsikiliza. Yanga analalamika hutaki kumsikiliza. Alafu sasa eti upange tarehe na wachambuzi wa mchongo wanapushi ili Yanga aonekane kwamba ana makosa. Reality Yanga ana makosa bro. Yanga ana makosa. Hana makosa. TFF watumie busara sana kwenye hili swala. Mwisho wa siku watatuletea baraka katika nchi. Waache mambo yao. Tanzania ni Simba, Tanzania ni Yanga. Ukizivuruga hizi timu mbili unavurugikiwa wewe. Na wao ndio wamelea ujinga huu. Simba kifanya makosa, kwa sababu viongozi wa TFF wale Simba wamejaa, tunaacha Simba. Yanga kifanya makosa kwa sababu wale TFF wamejaa watu wa Yanga, tunawaachia. Halafu sasa mambo yameharibika kabisa. Wanataka kuleta mambo yao ya ajabu ajabu. Mimi nachowashauri TFF watumie busara kuweza kumaliza hili swala. Lakini mkisema kwamba watushughulikie Yanga, kabla hawajaishughulikia Yanga, wao wenyewe wataondoka hapo TFF. Tena kwa aibu. Kwa hiyo watumie busara tu. Simba goli moja, Yanga goli moja, Simba pointi moja, Yanga pointi moja. Watakuwa wamefanya jambo zuri sana. Lakini kusema kwamba Yanga sisi tutashusha daraja, tufuate sheria. Sheria zinafuata kwa Yanga tu. Jemedari Saidi anasema kama yeye anaipenda sana Simba, kama Jemedari Saidi angewashauri Simba wapeleke timu siku hiyo uwanjani. Angewashauri tu Simba wapeleke timu uwanjani siku hiyo. Anawapushi TFF waiadhibu Yanga kwa mambo ya kipumbavu kama yale. Yes, ana timu yake JKT. Mambo ya ajabu kabisa. Mimi kwa mtazamo wangu bwana, ndugu waandishi, na kwa ushauri wangu, Simba apewe pointi moja, Yanga apewe pointi moja, goli moja kwa sababu tayari TFF na bodi ya ligi wameshavurunda kwenye mchezo wa marudiano wa Simba na Yanga. Ili kubalance tu kwa sababu hawa wote ni watu wakubwa. Simba ni mkubwa, Yanga ni mkubwa. Wapewe pointi moja na goli moja, maisha yaendelee. Atakayeshinda mechi zake zote ndio bingwa huyo. Lakini ukianza kusema eti uiadhibu Yanga, wakati Yanga wako wanadai haki yao ya msingi, hilo swala hamna bro. Kwa hiyo natumia nafasi hii
mimi Cyprian Majura Musiba, mwanachama wa Yanga tawi la Buguruni, ingawa siku nyingi sijafika pale, kuwaomba wanachama wa Yanga kote nchini Tanzania waunge mkono viongozi wetu wa Yanga, Engineer Hersi Said na mwenzake ndugu Arafat, pamoja na kamati ya utendaji ya Yanga. Watu wa Yanga wote tuungane kutetea haki za Yanga, kutetea maslahi ya Yanga, kutetea ukubwa wa Yanga na kutetea sifa ya Yanga. Karia atende haki kwa Yanga. Bodi ya ligi itende haki kwa Yanga. Kabisa. Mimi nimeacha kwenda uwanjani mwaka 2010. Na nilisema siwezi kwenda tena. Baada ya kugundua kwamba mpira wa Tanzania ni magumashi sana na kuna baadhi ya viongozi wana entertain ujinga huo, nikasema mimi siendi tena uwanjani. Kwa sababu unaweza ukapata pressure bure, ukafa mapema kwa sababu ya Simba au Yanga. Kwa nini tuendeshe mpira kihuni? Na kwa nini mpira wa nchi uwe Simba na Yanga tu? Kwa nini? Why? Sababu ya kuwa na timu 16 nini? Mashujaa, Pamba, Dodoma Jiji. Kwa nini timu hizi zingine watendewi haki? Viongozi wa TFF pale na bodi ya ligi wao ni Simba na Yanga. Waamuzi wao wanaochezesha ligi ya Tanzania ni Simba na Yanga. Na unakuta maamuzi yao kuna faulo 12 zinafanyika upande wa Mashujaa, refa anapeta. Zikifanyika upande wa Simba, refa anapiga filimbi. Zikifanyika upande wa Yanga, refa anapiga filimbi. Zikifanyika upande wa timu pinzani ya Yanga, refa apigi filimbi. Yaani marefa wa TFF ni kama waamuzi wa ligi daraja la 5. Yaani waamuzi wa Tanzania ukimtoa Arajiga. Mimi Arajiga pekee, yaani katika ligi ya Tanzania ni Arajiga pekee ndio mwamuzi ambaye ana sifa kuchezesha Tanzania. Arajiga pekee yake. Waamuzi waliobaki wote sijui Karia anawatoa wapi, sijui. Arajiga, wajifunze kwa Arajiga. Mimi naomba msinione kama na mfumo dume. Waamuzi wa TFF wanawake wale, hivi kweli wamefaulu kweli wale? Au wanaletwa kwa maelekezo na wenyewe? Angalia mechi anazochezesha mwanamke. Hasa ukicheza na Simba au Yanga, hasa Simba. Bro, mimi kuna siku nilizima TV. Sasa mimi nimecheza mpira. Tumeenda seminar sheria za waamuzi. Nimeshiriki na nina cheti cha seminar. Lakini ukiangalia wanavyochezesha wale, inaweza si offside ananyoosha kibendera. Offside ananyoosha kibendera. Yaani hawaeleweki, hii ni offside, si offside, hawaeleweki. Hii ni rafu, sio rafu, yaani hawaeleweki. Sasa kwa mfano yule muamuzi yule aliochezesha juzi Mashujaa na Simba. Yule alikuwa ni muamuzi au walimuokota tu huko kijijini huko akaje kuchezesha? Yule alikuwa ni muamuzi yule kweli? Hana aibu, ukimwangalia usoni aibu hana. Kulikuwa na muamuzi namba 2 kule, yule mwanadada yule ambaye ametrend sana, kadi yake ya wanachama ya Simba inatembea kwenye mitandao. Mimi siungi mkono mwanachama wa Yanga achezeshe mechi ya Yanga ya Yanga, au mwanachama wa Simba ni muamuzi achezeshe mechi ya Simba. Basi jifiche. Tenda haki, watendee Mashujaa haki, watendee Dodoma Jiji haki, watendee Geita Gold haki. Hata kama wewe ni Yanga au Simba, tenda haki. Uongozi bwana, uongozi unahitaji hekima na busara sana. Unapokuwa kiongozi lazima uangalie maslahi ya watu. Simba ni matimu ya watu na Yanga ni matimu ya watu hayo. Kwa kiongozi lazima uangalie maslahi ya hizi timu mbili. Lakini zinapoharibu lazima utoe adhabu kulingana na kanuni na sheria zilizowekwa za mpira wetu. Usiangalie wewe ni Yanga, wewe ni Simba. Kwa mimi nasikitishwa sana na the way TFF wanavyoendesha mpira huu na bodi ya ligi. Na kwa sababu sasa hivi kuna uhuni fulani, TFF wakivurunda jambo watamtafuta Jemedari Saidi, anapushi agenda ya kijinga kabisa. Yaani agenda hiyo ni ya kipumbavu kabisa. Watamtafuta Shafi Dauda, anapushi agenda. Watawatafuta wachambuzi gani wengine hata siwajui, mimi sijawahi kuona hata wanacheza mpira hata chandimu. Na wenyewe wanapushi agenda ili kuhalalisha makosa ya TFF yaonekane si makosa.
tunapeleka wapi mpira wetu? Kwa hiyo wanachama wa Yanga wenzangu, popote mlipo, mashabiki wa Yanga na wapenzi wa Yanga, tuwaunge mkono viongozi wetu wa Yanga. Hiyo mechi wanaotaka TFF tukacheze tarehe 15 Jumapili. Wachambuzi wao wale wanaowalipa hela hiyo wafagilie kwenye mitandao ya kijamii, waunde timu na wao TFF wakacheze na Simba hiyo tarehe 15. Sisi Yanga watupangie tu mchezo mwingine wa ligi, tuendelee na ligi zetu. Mimi hilo swali wao niuliza kwamba viongozi wakipeleka timu, mimi nitafanyaje? Mimi sio kiongozi wa Yanga, lakini wao sio wametutangazia, na mimi sinatangaza hapo kuunga mkono kama mwanachama wa Yanga. Kama wakilegeza msimamo, walegeze tu, tena walegee kabisa, wakalegee kabisa huko. Yaani viongozi wa Yanga wakilegeza msimamo, walegee kabisa. Walegee mpaka na miguu walegee kabisa. Lakini uwezi kutenganisha nidhamu na sheria za mpira ukaunganisha na mapenzi yako kwa klabu yenyewe. Mimi sidhani. Kwa hiyo namshauri Tenga awaite Yanga, awaite Simba. Ali Mayai Tembele kama mkurugenzi, mmoja wa wakurugenzi wa michezo pale Wizara ya Michezo, awaite TFF. Wakae TFF, wakae wizara, wakae Baraza la Michezo, Simba na Yanga. Wazungumze, wayajenge, wayamalize matatizo yao hasa kuhusiana na hii dabi. Lakini ushauri wangu wa mwisho, wape pointi moja na goli moja ili maisha yaendelee, tuendelee na ligi yetu. Tumeshavurunda. Yaani manake kanuni zili tangu siku ile mechi imeahirishwa kihuni, kanuni zilivunjwa. Kama kanuni zilivunjwa, tuvunje tena kanuni, lakini tu balance. Yanga apate, Simba apate, maisha yaendelee. Ndio ushauri wangu.